Baba, ni wakati mwingine nzuri na njema zaidi, na asubuhi yenye fanaka na ya ulinzi na ukuu wako. Maana umenena katika andiko lako ya kwamba unaagizia wanadamu, malaika na wale wanaokucha. Na ninapotazama leo ni siku ya Ijumaa, ambao tunapotazama katika neno lako katika kitabu cha Luka Mtakatifu 23 fungu la 54 mpaka 56. Nasema baada ya Yesu kudhihakiwa na kudhulumiwa na kufanyiwa chochote kile, mtu mmoja aliweza kumchukua na kumpeleka katika kaburi. Na pale tunatazama ya kwamba wakati alipoweza kumpeleka katika kaburi, tunaona ya kwamba pale kulikuwa na Mariamu Magdalena na mama yake Yesu. Walipoondoka safari yao katika kaburi la Yesu, waliweza kuenda kutazama jinsi ambavyo mwili wa Yesu ulivyoweza kuwekwa na vile ambavyo iliweza kutritiwa. Na walipofika mahali pale, ilikuwa inaingia masaa ya Sabato, na walipoyaona na kuyaona vile ambavyo Yesu Kristo alivyowekwa, wakayarudi na kuyafanya tayari manukato. Na siku ya Sabato, kama ilivyokuwa desturi yao, wakapumzika na kuendelea katika ibada. Tukiendelea zaidi, na walipomaliza ibada ya siku ya Jumamosi, neno la Mungu lasema katika kitabu cha Luka Mtakatifu 24 fungu lake ni la kwanza. Inasema ya kwamba alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma. Hii ni wakati ambao Mariamu Magdalena pamoja na wengine walipokuwa wanapumzika Sabato. Na walipomaliza kupumzika Sabato, ndipo ikafika siku ambao ni nyingine, siku ya kwanza ya juma, ambao ni Jumapili, ambao Yesu aliweza kufufuka. Na walipomaliza ibada yao, walirudi tena katika kaburi, na wakakuta kaburi Yesu Kristo ameweza kufufuka. Tukiangalia mahali pale, neno la Mungu latuonesha jinsi ambavyo ni siku ya kumwabudu Mungu ni siku gani. Na tunakuta ya kwamba pale ilikuwa siku ya Ijumaa wakati Yesu alipokufa, na ya kwamba ilipokuwa ni siku ya Ijumaa, siku ya ibada iliingia, na wale waliweza kupumzika kama ilivyokuwa desturi. Sasa ndugu mpendwa, ukiwa katika siku ya Ijumaa, ni siku ya maandalizi kwa ajili ya Sabato ya Bwana. Na hayo tuwajua ya kwamba wewe kama Mkristo wafaa kujua jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji kumwabudu, si vile ambavyo mwanadamu anahitaji wewe uabudu. Tukiangalia sana katika kitabu cha Luka Mtakatifu 4 fungu la 16, pia ilikuwa ni desturi yake Yesu Kristo kuingia katika kanisa la Mungu siku ya Jumamosi. Na ukiangalia tena katika kitabu cha Mathayo 12 fungu la kwanza mpaka fungu la 8, pia naye Yesu alikuwa anaenda ibadani siku ya Jumamosi na wanafunzi wake. Iwapo pia nawe ni mwanafunzi wa Yesu, wafaa kupumzika siku ya Sabato, wafaa kustarehe kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Waibrania 4 fungu la 9, inasema ya kwamba imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Ijapokuwa wewe ni mtu wa Mungu, jaribu sana kutii neno la Mungu na kulitii vile ambavyo Mungu anavyolihitaji, na utaweza